nimeona kwa wanabondwa kuna kamjadala kidogo kuhusiana na mambo ya afya ya akili. Nikasema pengine naweza nikaongezea kidogo kwa uelewa wangu na hasa professional yangu. Pengine baada ya hii video hii unaweza ukajiona upo kwenye upande upi, upo kwenye watu wenye afya ya akili au kwa watu ambao wana shida kidogo kwenye swala zima la afya ya akili. Cha kwanza kabisa nikasema tueleze hii afya ya akili ni nini. Ni kitu ambacho sasa hivi kama kinazungumzwa sana, sio tu Bondo, kwa watu wengi wanazungumza sana, labda kwa sababu ya hizi social media au kutokana labda na ripoti za matukio mengi ambayo yanatokea, labda ndio maana watu wameanza kuangalia pia kwa jicho la zaidi kwenye hii kitu ambacho kinajulikana kama afya ya akili. Kwa uelewa mdogo tu, afya ya akili huwa tunasema hivi, ni ile hali ya mtu kuwa na uwezo wa kufikiri vizuri, kuhisi kwa utulivu, lakini pia kuhusiana vyema na wengine. Cha nyongeza hapo, pia mtu kwenye hiyo definition lazima awe na uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha yale ya kila siku. Kwa hiyo ili tuseme mtu ana afya ya akili, tunaweza tukasema ni ile hali ya mtu kuwa na utulivu wakati akiwa anafikiri, lakini pia kufikiria vizuri. Sio tu utulivu, lazima afikirie vizuri na awe na uwezo pia wa kuhusiana na jamii na watu wengine, lakini pia awe na uwezo yeye binafsi wa kutatua changamoto zake, lakini pia uwezo wa kutatua changamoto za jamii ambayo inamzunguka. Kwa haraka hiyo ndo ndo maana ya afya ya akili. Kwa maana mtu ambaye anakosa hivyo vitu, sasa hana utulivu kwenye kufikiri, hana uwezo wa kutatua changamoto, anakosa utulivu wa kufikiri, mahusiano yake na watu wengine mabaya, huyu mtu sasa tunamweka kwenye ile hali ya tatizo, kwa maana ana tatizo la afya ya akili. Lakini mtu ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo vitu ambavyo nimesema hapo, huyu tunamweka kwenye kundi la yeye ana afya ya akili. Lakini kwenye hii issue ya afya ya akili pia kuna vitu nataka nigusie kidogo. Vipo kama vinne. Nitavieleza kidogo. Ni vitu muhimu ambavyo ili tuseme huyu mtu ana afya ya akili lazima tuviangalie. Cha kwanza ni hisia. Hapo kwenye hisia wanasema ni ile uwezo wa mtu binafsi kudhibiti hasira, uoga na furaha, au na uwezo pia kudhibiti huzuni yake. Mtu akiwa na uwezo wa kudhibiti hivyo vitu, anaongeza chance ya yeye kuwa na afya ya akili. Yaani ukiwa na uwezo wa kudhibiti furaha yako, uoga wako, huzuni au hasira, tunakuweka kwenye kundi la mtu mwenye afya ya akili. Lakini pia fikra lazima mtu huyu awe na uwezo wa kuchakata mambo. Yaani anapewa taarifa, unavyoichakata kichwani kwako inakuweka kwenye group la kusema wewe una afya ya akili. Uwezo wa kuchakata taarifa umepewa kwa mantiki na kuzitatua, tunakuweka kwenye kundi la wewe mtu una afya ya akili. Lakini mahusiano yako, ili tuseme wewe una afya ya akili, lazima tuangalie unahusiana vipi na jamii yako, unahusiana vipi na wewe mwenyewe, unahusiana vipi yani na mazingira ambayo yanakuzunguka. Kwa mfano wanabondwa sisi ni mapionia wa mambo ya mazingira. Kwa hiyo kwa haraka tu group lina afya kwa sababu tunahusiana vizuri na mazingira ambayo yanatuzunguka. Kingine ambacho ni muhimu au ni kitu cha kuangalia pia kwenye mtu mwenye afya ya akili ni uvumilivu wake. Kwenye uvumilivu hapo nasema ni ule hali au uwezo wa mtu kustahimili msongo wa mawazo na uwezo pia wa kuvumilia mabadiliko ambayo yanatokea kwenye jamii. Ukiona hivyo vitu vinne, yani fikra, uvumilivu, hisia na mahusiano mazuri, wewe tunakuweka kwenye group la watu wenye afya ya akili. Sasa baada ya kuona mtu mwenye afya ya akili akiwa na hizo sifa ambazo nimezitaja hapo, tuangalie kwa uchache sana dalili za mtu ambaye hana afya nzuri ya akili. Kuna dalili nyingi lakini nitataja tu chache. Kwa mfano,
au tunaweza nazitaja hizi ili tuweze kujipima tu kwa haraka au kupima watu ambao wanatuzunguka ili kuweza kuwasaidia kama labda watakuwa wanahitaji. Dalili ya kwanza ya mtu mwenye shida ya afya ya akili ni kukosa usingizi. Ingawa kwenye upande wa matibabu kuna sababu nyingi za mtu ambazo anaweza akakosa usingizi, lakini kwenye mambo ya afya ya akili huwa tunaanza kuwaza pia inawezekana huyu mtu ana shida ya afya ya akili akiwa anakosa usingizi. Lakini mtu kuwa na wasiwasi mara kwa mara, yani kila siku ni mtu mwenye wasiwasi, na yenyewe tunakuweka kama ni dalili za mtu mwenye upungufu. Tunaweza nazitaja hizi ili tuweze kujipima tu kwa haraka au kupima watu ambao wanatuzunguka ili kuweza kuwasaidia kama labda watakuwa wanahitaji. Dalili ya kwanza ya mtu mwenye shida ya afya ya akili ni kukosa usingizi. Ingawa kwenye upande wa matibabu kuna sababu nyingi za mtu ambazo anaweza akakosa usingizi, lakini kwenye mambo ya afya ya akili huwa tunaanza kuwaza pia inawezekana huyu mtu ana shida ya afya ya akili akiwa anakosa usingizi. Lakini mtu kuwa na wasiwasi mara kwa mara, yani kila siku ni mtu mwenye wasiwasi, na yenyewe tunakuweka kama ni dalili za mtu mwenye shida ya afya ya akili. Mtu ana huzuni iliyokithiri, yani huzuni kwake kila siku inazidi kuwa mbaya, yani hali kila siku inazidi kuwa mbaya. Hiyo pia tunamweka huyo mtu anaweza kawa na shida ya afya ya akili. Lakini pia kula kupita kiasi. Unajua kuna watu wanakula sawa kwa afya, lakini kuna mtu anakula yani kiasi kwamba anajiuliza mbona kama kuna shida. Kwa hata hiyo hali ya kula kupita kiasi utatufanya pia tuanze kujiuliza afya yako ya akili iko vipi. Lakini kuna dalili nyingine, kwa mfano mtu anakosa hamasa. Labda kuna mtu mwanzoni alikuwa anafurahia kazi yake vizuri tu anaoifanya, lakini as days goes ile hamasa ya kazi inaanza kupungua. Pale tunaanza kuweka question, inawezekana una shida ya afya ya akili. Lakini pia mtu anajitenga. Unajua kuna watu unaishi nao lakini yeye unamwona ni kama yuko yeye kama yeye, hafungamani na watu, hana mahusiano mazuri na watu. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya mtu mwenye shida ya afya ya akili. Lakini kuna mwingine mkipiga story, yeye anakuwa na story za kutaka kujidhuru mara nyingi. Kutaka na historia ya kutaka kujiua, historia ya kutaka kujiumiza, yani mara nyingi tunasema hizo ni dalili au ni hizo red flag ambazo mtu inabidi uanze kuzijua mapema wewe binafsi, lakini pia na jamii yako ambayo inakuzunguka. Kuna vitu sasa tushaona hapo dalili na tushajua afya. Sasa ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasaidia kupunguza kidogo hii burden ya matatizo ya afya ya akili? Cha kwanza ni kama wanabondwa ambacho wanafanya ni mazoezi. Mazoezi huwa yanasaidia sana kwanza kutengeneza bond na watu. Unaweza kana kufanya mazoezi peke yako, lakini ukifanya mazoezi na kama kikundi kama tunavyofanya bondo, huwa inasaidia sana kuepusha usipate shida ya afya ya akili. Lakini pia mawasiliano mazuri ni njia mojawapo pia ya kusaidia usiweze kupata shida ya afya ya akili. Kingine ni kutafuta msaada wa kitaalamu, lakini before hata hujafika kwa wataalamu, sisi huwa tunaamini kuongea pekee tu ni tiba. Haijalishi unaongea na nani. Hizo unaongea na mzio, unaongea na ndugu, unaongea na mpenzi, unaongea na mchungaji kanisani au shehe msikitini, kile kitu cha kuongea huwa ni tiba. Alafu unaweza kwenda ukaongea na wataalamu, kwa mfano watu waliosoma mambo ya afya ya akili au watu wa counseling na psychology, wanaweza wakatoa msaada zaidi. Mwisho kabisa nisisitize tu, afya ya akili sio tu kuwa na, yani kusema mtu ana afya ya akili sio tu kwa sababu umekosa ugonjwa, labda yale magonjwa kama bipolar au schizophrenia, sio tu kukosa yale magonjwa ya akili, lakini hata ukiwa umekosa hivyo vitu ambavyo nimevitaja huko mwanzo, tunakuweka kwenye kundi la watu wenye matatizo ya afya ya akili. Hopefully nimesaidia. Asante.